Na mtu katika mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wageni mkisha wasili katika viwanja hivi kutokea wilaya ya Kilosa. Na hapa tunamwona Al-Habibi Sheikh Milambo, Sheikh wa wilaya ya Kilosa, kisha wasili katika viwanja hivi. Naam Sheikh, karibu sana. Asante. Na lipi ambalo leo utakalowajuza waumini wa Kiislamu Kidodi, Morogoro, Tanzania na dunia nzima wakikusikiliza? Kitu ambacho tutakachukua kwa hadhara yetu hii ni hadhara ambayo yaweza kuadhimisha mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika usia wetu katika hadhara hii, kwanza ni kukumbushana Waislamu tujue kwamba Mtume Muhammad ni nani, amezaliwa wapi na malezi yake amelelewa vipi na amekufia wapi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Na ujumbe ambao uliokuwa mkubwa kwa siku ya leo ambao tutakaweza kuzungumzia, Waislamu tunakumbuka kwamba tarehe 29 ndio tarehe ambaye ya uchaguzi ndio wa kumpata kiongozi wetu wa kitaifa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na wabunge, pamoja na madiwani. Kwa hiyo Waislamu tunawaomba kwamba siku hiyo wajitokeze. Kura ni haki yake. Utakapoipoteza kura basi ya siku moja au mwaka moja, basi ufahamu kama itakugharimu kwa muda wa miaka 5. Ni sahihi. Nchi nyingi duniani sasa hivi hapa hazina amani wala hazina utulivu na wala si salama, lakini nchi yetu ya Tanzania ni nchi ambaye ya mfano kuanzia Afrika na duniani kwa ujumla. Naam. Kwa hiyo amani ambayo iliyokuwepo na utulivu ambao uliokuwepo na salama ambayo ilikuwepo ndio inayotufanya sisi Waislamu tuswali kwa wakati, na tunatembea kwa uhuru na tunafanya kazi kwa uhuru wetu. Lakini baadhi ya nchi zingine, nchi za majirani, ni mtihani sana kusema kweli. Kwa hiyo tutumie fursa hii kwa Waislamu ni kwamba tuchague kiongozi ambaye atakayeweza kusimamia haki za Watanzania. Mwenye macho haambiwi tazama. Sisi wenyewe tunafahamu tangu tulipokuwa tumepata uhuru mwaka 61 na mpaka mwaka 77 chama cha tano na Afro-Shati viliungana vimefanya nchi kwa ni nchi moja, ni nchi ambayo yenye amani na nchi ambayo yenye utulivu. Kwa hiyo tuchague viongozi wale ambao tunawaona kama sisi wenyewe kwamba hawa wana uwezo wa kusimamia yani usalama na utulivu na amani katika nchi yetu. Shukrani. Basi hayo ilikuwa machache kutoka kwa Sheikh wa wilaya Al-Haji Sheikh Milambo ambaye amekwisha wasili katika viwanja hivi. Hizi ni salamu zake za awali, ambapo hapo baadaye tutastafidi mengi kutoka kwake. Ni mimi Abdallah Ahmed Abdallah Mkanalile, afisa habari wa mkoa wa Morogoro, ambapo nami nimefika katika viwanja hivi kuja kuangalia kuhudhuria nini ambayo itakaweza kujiri kutoka katika viwanja hivi. Shukrani jazil. Karibu sana. Asante. Na leo ni mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kata hii ya Kidodi, ambapo tuko live kupitia Mkana Online TV katika viwanja hivi, ambapo mashekhe wamekwisha wasili kutoka Kilosa, kutoka Morogoro, kutoka kona mbalimbali za mkoa wa Morogoro wamekwisha wasili katika viwanja hivi. Tunaona na shuhudia mazazi ya Rasulullah. Tuko live kupitia Mkana Online TV ambaye ni afisa habari mkoa wa Morogoro.
warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu wasikilizaji na watazamaji wetu kupitia Mkana Online TV, kama vile ambavyo tulivyowajuza, leo ni siku ya Maulidi, mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambapo kikata inaadhimishwa katika msikiti wa kata ya Kidodi, tarafa ya Mikumi, wilaya ya Kilosa, ambao mgeni rasmi atakuwa ni mheshimiwa Shekhe wa wilaya Alhaji Shekhe Milambo. Tutakuwa naye katika mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hivi wako njiani karibu na kufika ili shughuli iweze kuanza. Lakini hii ni maulidi ya mkakati, lakini vile vile ni kuiombea nchi amani, utulivu na usalama nchi yetu ya Tanzania, ambayo itakayoongozwa na Daktari Bingwa Samia Suluhu Hassan. Na safari ya uchaguzi itakuwa pale ambapo tarehe 29 Oktoba wananchi watakwenda kutiki moja kwa moja. Lakini kubwa zaidi ni kuiombea amani nchi ya Tanzania, na vile vile kukumbuka mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kigizo chetu chema ambacho tunatakiwa tufuate sheria na kanuni za dini ya Allah azza jalla, kwa kufuata namna ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiishi. Tuko live kupitia Mkana Online TV. Ni mimi Abdalla Ahmed Abdalla Mkanalile, afisa habari wa mkoa wa Morogoro. Shukrani jazil, asante sana. Karibuni katika mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika msikiti wa kata.